Katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje, Daktari Korir Sing'oei amesema Kenya inaendelea kufuatilia kwa wasiwasi maendeleo ya kisiasa nchini Tanzania kufuatia uchaguzi wa hivi karibuni, akisisitiza kuwa muktadha na mchakato ni muhimu katika kuamua namna bora ya kusaidia taifa jirani linalokabiliwa na hali ya mgogoro. Kauli yake imekuja kufuatia wito wa aliyekuwa balozi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa, Martin Kimani, ambaye kupitia mtandao wa X alihimiza Nairobi kuchukua jukumu la uongozi katika kusaidia Tanzania kushughulikia mvutano wa kisiasa uliotokana na uchaguzi huo. Kimani alikumbusha kuwa Kenya ina deni la kiutu na kihistoria kwa Tanzania, akirejelea jukumu muhimu alilocheza rais wakati huo wa Tanzania Jakaya Kikwete wakati wa mgogoro wa kisiasa wa Kenya mwaka 2007 hadi mwaka 2008. Wakati huo Kikwete, akiwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU, aliongoza juhudi za kidiplomasia zilizoshirikisha Rais John Kufuor wa Ghana na jopo la Kofi Annan lililowezesha kufikiwa kwa mkataba wa kitaifa uliounda serikali ya muungano. Kwa mujibu wa Kimani, Kenya inapaswa kushikilia kanuni ya subsidiarity, yani kuruhusu Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuongoza jitihada za upatanishi, ikiratibu kwa karibu na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, huku Umoja wa Afrika AU ukihusishwa pale tu inapohitajika ili kuhakikisha mchakato mmoja wa pamoja na kuepuka juhudi zinazogongana. Akimnukuu Mwalimu Julius Nyerere, Kimani alisema kuwa Kenya kama mwanachama mwanzilishi wa EAC inapaswa kuonyesha uwajibikaji wa juu na uongozi wa kimaono, ikikumbuka kuwa Nyerere alichelewesha uhuru wa Tanzania kwa muda akisubiri Kenya ipate uhuru kwa imani ya kuimarisha mshikamano wa Afrika Mashariki. Uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu ulimwona Rais Samia Suluhu Hassan akitangazwa mshindi kwa takribani 97% ya kura baada ya wagombea wakuu wa upinzani kuzuiwa kushiriki katika kinyang'anyiro hicho. Hata hivyo, tume ya uchaguzi ya Umoja wa Afrika AU ilitoa ripoti ikisema kuwa uchaguzi huo haukufuata misingi, kanuni na viwango vya kimataifa vya uchaguzi wa kidemokrasia. Siku ya uchaguzi na mara baada yake, maandamano makubwa yalizuka katika mji mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, yakiwa yamechochewa na madai ya udanganyifu wa uchaguzi na kuenguliwa kwa wagombea wa upinzani. Vikosi vya usalama viliripotiwa kutumia mabomu ya machozi na risasi za moto katika baadhi ya maeneo. Serikali ya Tanzania imewakamata na kuwafungulia mashitaka kadhaa ya uhaini na njama za jinai watu waliodaiwa kuhusika na maandamano hayo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa upinzani, mamia ya watu, wengine wakikadiria hadi zaidi ya 700, wamepoteza maisha katika vurugu hizo, ingawa serikali imekanusha takwimu hizo. Shirika la Human Rights Watch linasema limepata ushahidi wa kuaminika unaoonyesha kuwa maafisa wa usalama, wakiwemo polisi na watu waliovaa kiraia, walifyatua risasi dhidi ya waandamanaji na raia waliokuwa wakipita maeneo ya maandamano siku ya uchaguzi na siku mbili baada yake. Aidha, ripoti ya Amnesty International inaeleza kuwa katika kipindi cha kukatika kwa huduma za mtandao na umeme nchini humo baada ya uchaguzi, vyombo vya usalama vilitumia nguvu kupita kiasi kutawanya waandamanaji, hatua iliyosababisha vifo na majeruhi wengi. Kwa sasa jicho la kimataifa limeelekezwa katika hatua zitakazochukuliwa na majirani wa Tanzania, haswa Kenya, katika kusaidia kurudisha utulivu na maridhiano nchini humo, huku wachambuzi umuhimu wa diplomasia ya ukanda na mshikamano wa Afrika Mashariki unaozingatia misingi ya haki, amani na utawala wa sheria.